Karibu Tabora, karibu Toronto. Kanisa tunatamani kuona vijana ambao wanaonekana kwa sura ya Mungu, kwa mienendo na kwa maneno, na mwisho watambulishwe kwa matokeo chanya. Tukiona hivyo kama kanisa tunapiga makofi, Yesu atukuzwe. Tunasema Yesu asifiwe. Tunamtukuza Mungu kwa sababu tunaona kitu. Kanisa linaumia pale ambapo vijana wanaendelea kushuka chini, wanaendelea kupungua. Kanisa linaumia sana. Nataka nikwambie sio kanisa tu, hata wazazi kule nyumbani wanalia. Unajua kwa nini unafika mahali wazazi wanasemaga natamani na mimi mtoto wangu aje kuwa kama fulani? Kwa nini? Nia ya ndani ni kuona mtoto wake anafika hatua anapendezwa, mzazi anafurahi. Mariamu alifurahi. Biblia inaandika Yesu alipozidi kukua kwa kimo na maarifa. Hakukua tu mwili anenepe arefuke, hapana. Mimi nimekuwa mkubwa, mwili si nini na nini na nini. Mwili unakuzwa tu na mavyakula, mazingira, hali ya hewa na nini. Tuone hapa kama umekuwa. Tunajua safi, tuna mtu kanisani. Tunajivunia kijana. Tuna binti ambaye, maana mabinti sasa hivi wamelemewa sana, hawana msimamo. Hususan katika eneo la ndoa, huwezi kumkuta amesimama kama Rebeka. Ni kujiendea tu itakayotokea, twende. Mara mlikuwa nimechoka, twende. Nimekata tamaa, twende. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Umeshajichokea, wajue fanya nini. Kwa kitokea tu mzee kastaafu anakuambia ana benzi hapo moja sio na nyumba pale sio wapi pagani na nyumba sio Dar es Salaam na nyumba imekwisha. Binti anajirusha mzima. Kukosa maarifa, kupungukiwa kitu. Huoni kama wewe ni wa thamani? Mume wako atakiwa awe wa aina gani? Maisha yako atakiwa yawe aina gani? Nikiotolea mfano hapa mnaweza kusema labda nadanganya. Anyway, ngoja niwaache. Na huu ni mfano mzuri. Wale ambao mnajirusha, jirusheni tu, ila jirushe kwa malengo. Najua kuna watu wanatamani ndoa hata kesho itokee. Mtu aseme na kuoa, yani atasherehekea mwaka mzima. Atatangaza na wale marafiki ambao walishamtenga, atawaambia sasa mnaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee mtuache tutafute wanaume wa rika zetu, wa ndoto zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umeolewa na mzee, nataka nikwambie hivi, mwisho wa siku lazima kuwe na taabu. Upende usipende, ukatae ukubali, huyo atakuwa mtoto wako wa kulea mwishoni huko. Sasa hapa enjoy miezi 2-3. Baadaye sasa, haleluya, haleluya. Sasa niwaulize mabinti wa sasa hivi, tunasubiri au ndo unasubiri kuna chepukaga tu? Unasubiri unachepuka tu, unakuja kuzaa mtoto na Mungu alivyo ajabu anakuletea kopi ya yule aliyetoka jana. Aliyeolewa na wewe ndio inakuwa issue sasa. Msiangalie pembeni, niangalie mimi. Bwana asifiwe sana. Na wasimulia kwa sababu maisha hayo sio mageni kwangu. Maisha hayo yashuhudia leo. Nimeshafungisha ndoa, nimeshakuwa duniani, nimeshakaa, nimeshaona. Bora ubaki na Yesu Kristo atakaye kuongoza kila hatua. Hiyo ukiamua kwamba wacha nifanye hivi ni sawa, ila kuna kutaabika, kuna kuteseka my friend. Usisubutu kama bado subiri. Watakuacha hao, Yesu hatakuacha. Watakubwaga, utalia machozi, Yesu hatakuacha. Yesu atakufuta machozi. Haleluya. Naongea na kijana jasiri. Haleluya. Na Waswahili wana sentensi nzuri sana. Jasiri haachi nini? Bwana asifiwe. Soma Yoshua 1:7 utaona hayo maneno. Kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Asili yetu ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana, kuwa na shauku, kuwa na nia, kuwa na kiu ya kufanya kitu. Usikae tu kungoja kusubiri. Yesu atafanya. Amekupa akili, amekupa uwezo, amekupa namna ya kutembea na kuona kitu cha kufanya. Fanya kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya kitu. Usifanye kitu kwa kuambia wengine nimefanya hivi. No. Fanya kitu kwa utukufu wa Bwana. Kama kijana ni lazima uwe na nia kufanya kitu au vitu tofauti. Usikae kwa kufungwa kwenye eneo moja. Usikae kwa kusema mimi niko pale tu miaka 10 sasa. Hapana. Kuwa kijana mwenye malengo yenye kuona mafanikio makubwa zaidi. Kwamba hichi ninachokifanya mwisho wa siku
baada ya miaka kadhaa nitakuwa mahali fulani, nitakuwa nimepiga hatua hii. Kama kijana usiishie hapa karibu tu, fika kule mbali, tembea mpaka kule uone, jifunze kwa wengine kule mbali. Kuna kitu ambacho utakipata. Kuna wengi wamejifungia sana kwa kuogopa, kwa kuwa na aibu imewashika, wamefungwa. Waliposema tu kidogo, jamaa yangu hii na hii na hii, unakuta mpaka mwanaume kabisa anajieleza. Unajua mimi niliposikia pale mtaani wanasema 1 2 3, mwanaume naye, mimi sijawahi kuona mwanaume anashindwa kwa sababu eti amesikia maneno ya umbea mtaani. Hakunaga huyu mwanaume wa hivyo, na hawapo hapa. Amina. Kama kijana, kuwa na maono, ndoto. Usibaki katika hali ya kujifungia na mitazamo hasi kwamba ukoo wetu una historia hii, hakuna aliyewahi kufanikiwa. Kuna mtu mmoja alisema ukoo wetu hakuna mtu ambaye amewahi kununua gari. Sasa kwa maneno ya kishindo, sema mimi ndio nitakaye kuwa na gari kwenye huo ukoo. Bwana asifiwe sana. Ukoo wetu haufanikiwaji. Kama wako hapa, waambie wao hawakufanikiwa kwa sababu hizo, mimi naenda kufanikiwa. Kama kuna ambaye hakujenga, mwambie mimi nitajenga na wajukuu wataikuta hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Usijikatie tamaa kabisa. Mungu hapendi dhambi kabisa, kukata tamaa. Dhambi. Na maneno haya yamenenwa juzi tu Jumapili. Marufuku kukata tamaa. Unaisikia hiyo sauti? Ni marufuku kata nini? Tamaa. Hata kama umechoka namna gani, amka tena. Watakucheka milele, amka tena. Watakuzonga, watakujadili. Watasema tulitabiri hawezi. Tulichosema huyu hatoboi, hafiki mahali. Nataka nikwambie katika Kristo tuna nguvu ya ajabu sana inayoshinda hizo zote. Inaweza kugandamiza hizo hali zote na ukanyanyuka mtu mpya. Kama huamini, muulize Paulo. Paulo alikuwa ni nani? Lakini alibadilika na tunaona mafanikio makubwa sana katika kanisa la Kristo. Sijui sana umri wake, lakini nazingatia na ushuhuda wake. Nazingatia sana ushuhuda wake. Paulo ameandika nyaraka nyingi sana. Ameandika barua nyingi sana. Andika mafanikio katika maisha yako. Andika mafanikio katika maisha yako. Andika ndoto zako. Andika malengo yako. Yesu yupo. Kuna mahali anasubiri tu aone utayari wako. Hajahesabu yale umepita nayo. Hajahesabu yale umelia nayo. Anahesabu kitu hichi, moyo wako utakapokuwa tayari kubadilika. Paulo alipoitwa Sauli, akamwambia Bwana, mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake alisikia sauti mpaka ndani ya moyo wake, akazingatia hiyo sauti inayosema. Wengi tumepoteza hizo sauti zinazosema ukweli. Wengi tumepoteza sauti zinazokwenda kutusahihisha mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, haujazaliwa kwa bahati mbaya. Ulizaliwa ukaja duniani ili uwe mshiriki wa utukufu wa Mungu. Uwe miongoni mwa wanafamilia, familia ya Mungu, familia pendwa. Ulizaliwa ili kushiriki pamoja na kutawala na Yesu. Tumepewa hiyo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mamlaka ni nguvu. Mamlaka ni utiisho. Haleluya. Wengine tuijue hiyo mamlaka. Tunaona kama tupo tu. Labda unaopaswa kutamka hiyo mamlaka labda ni viongozi, labda ni wachungaji, labda ni watumishi. No. Sisi vijana tumepewa hiyo mamlaka. Baadhi ya mambo ya msingi sana, mambo ya kufanya katika maisha ya ujana, mambo ya msingi sana niyataje hapa, ili ufanikiwe, ili ufike mahali, ili ufike hatua, ili ufike kwenye hatua nzuri, kwenye mafanikio yako yale ambayo unayategemea kila siku unayaomba. Kuna watu kila siku wanaomba mafanikio na Mungu atawafanikisha. Kama hujaomba mafanikio, sikulazimishi, labda umelizika na hiyo hali ya kuendelea kunungunika kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba moja katika mambo ambayo unapaswa ufanye katika maisha ya ujana, zingatia kitu kimoja cha kwanza, kinaitwa nidhamu. Ni muhimu sana katika maisha yako. Usikipoteze kama mimi nitasali tu habari ya nidhamu Yesu atarekebisha. Hapana. Kitu cha pili ni heshima kwa watu wote. Waheshimu watu kwa umri, waheshimu watu kwa kabila, waheshimu watu kwa lika, waheshimu watu vile walivyo. Usiwadharau hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ana umuhimu wake hapo kwako. Unaweza ukampotezea leo, ukamkataa, ukamdharau. Kesho ndiye anayekuitia mtoto wako barua ya kwenda kupata kazi.
ili hali miaka michache iliyopita ulimwambia wewe mzee una kitu gani? Na vijana tumejaa dharau sana, tuna maneno kama kwamba hatutazeeka. Nakwambia uzee upo, kesho na kesho kutwa hapa unaona uzee unakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona ulikuwa mtoto sasa hivi ni kijana? Uzee upo, utaukataa, utasema mimi hapana sizeki, sawa, lakini namba itasoma TTT 50 TTT 60. Nidhamu, heshima, heshimu kila mmoja, muone wa thamani, msalimie. Wengine tunashindwa kuheshimu watu kisa tu tutasalimiaje kiha mwidio mwake. Ngoja tu nipite nimwambie shikamoo afu napitiliza. Ile mlikuwa mnafanya hivi wao mlipeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuta mua anasalimiana na mtu, kwa wale ambao nimewaonaona, anapiga magoti hapa, yule mtu yupo kule. Ila toka nimekuja hapa kanisani hapa sijawahi. Labda tuna wagogo vile na Waswahili na wazungu wengi hapa labda. Wazungu wengi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kule kwetu ukirudi Luzungu imetawala. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia mdogo wake yuko chuo Dar es Salaam, anasema yani yeye nyumbani akifika au simu akikupigia hajui kusalimia kia. Ukimsalimia na kujibu Kiswahili. Kadri unavyoendelea kumwongesha anakujibu Kiswahili. Lakini ni mua. Kumbe na wao ni wazungu. Na wako pale hapa. Jambo la 3, wajibika. Jifunze kuwajibika. Acha uvivu. Mimi siwezi kusemea kwa kwenye jamii uliko, lakini kanisani hapa mara nyingi naona watu wazima ndio wanakuja kufagia. Vijana hamna, wajibika kanisani. Kuna baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka zake wapendwa. Karibu Tabora, karibu Toronto.